nashukuru Mungu bwana, sijui wewe. Uzima upo? Fresh kabisa. Kitambo bwana tujaonana. Ni kweli tumepoteana kidogo ndugu yangu. Unajua tena unakuona. Naona uko busy sana mambo ya Samia Cup na nini. Hongera. Safi. Bwana nataka tuzungumzie michezo na kuhusiana na swala zima la wekundu wa Msimbazi Simba Young Africans bodi ya ligi huitwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili kwa upande wenu ikiwa kama wadau wa michezo imekaaje kwa upande wenu? Hili ni dhahiri shairi kwamba TFF pamoja na bodi ya ligi wameonyesha kwamba wao kuongoza mpira wameshindwa. Yaani pale manake wao wameshindwa kuongoza mpira, kwa hiyo ni wanaiamua kuikasimisha majukumu serikali. Umeona? Wanaikasimisha majukumu serikali. Umeona? Nikiwa na maana kwamba wao wanaamini ligi ya Simba na Yanga inaweza kuendeshwa na serikali. Ila hii ligi ya timu nyingine 14 konezi 16 wao ndio wanaweza kuiongoza. Kwa hiyo ni bora hata kama zinatengenezwa kanuni za ligi, bora ziwe zinasemwa tu hizi kanuni ni kwa ajili ya hizi timu 14. Sawa? Ila Simba na Yanga wataendelea kucheza vile wao ambavyo wanataka. Simba na Yanga wacheze vile ambavyo wanataka. Sijui umeelewa? Ila kwa hizi kanuni ambazo zinatengenezwa na bodi ya ligi au sio bwana, pamoja na TFF, hizi zitakuwepo kwa ajili ya timu hizi zingine 14. Unaamini makosa yako upande gani? Yako kwa upande wa Simba, Yanga au bodi ya ligi? Mimi imani yangu makosa yapo kwa wote watatu. Nikiwa na maana kwamba Simba amekosea, Yanga amekosea, bodi ya ligi pia amekosea. Tukianza kuchanganua mmoja mmoja ni kwamba Simba alikuwa anatakiwa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Sawa? Sasa ile siku moja kabla ya mechi ambayo Simba anataka kufanya mazoezi, si ndo akazuiwa. Kwa hiyo kitendo cha kuzuiwa, tunaamini aliyemzuia Simba ni nani? Ambao wanasema amezuia meneja wa uwanja. Lakini ule uwanja automatically ulikuwa wa nani siku ile? Ule uwanja ulikuwa wa Yanga. Kwa hiyo maana kama meneja wa uwanja ndo kazuia, tafsiri yake aliyezuia anabaki kuwa nani? Kuwa Yanga, kwa sababu ndo mwenye uwanja wake kwa siku ya tukio. Sijui umeelewa sijui. Kwa hiyo hilo ni kosa la kwanza la Yanga. Umeelewa sijui. Linakuja kosa la nani? Kosa la Simba. Simba baada ya kuzuiwa akaenda kutoa taarifa na tamko moja kwa moja. Ametoa taarifa kwamba amezuiwa kufanya mazoezi. Lakini direct moja kwa moja akaenda kutoa tamko kwamba mechi afanyaje? Hawachezi. Maana kitendo cha wewe kutoa taarifa moja kwa moja uchezi, maana yake wewe hauheshimu mamlaka yote ya soka. Ila wewe unajiheshimu wewe mwenyewe tu. Umeelewa sijui. Kwa sababu kama anaamini na Simba wanaamini kwamba kuna kitu kinaitwa mamlaka ya soka ambayo inasimamia mpira wa nchi yetu. TFF kwa kutumia bodi ya ligi, umeelewa sijui, walikuwa wanapaswa kuandika tu barua na kutoa taarifa kwamba hatujafanyaje, hatujaruhusiwa kufanya mazoezi. Umeelewa? Alafu angalie bodi ya ligi watakuja nani na tamko gani? Wataamua kitu gani? Lakini sio kuvuka moja kwa moja kusema kufanyaje mechi hatuchezi. Yale ni makosa. Bodi ya ligi wamekosea, na walipokosea bodi ya ligi ni kwamba hakukuwa na tukio lolote kubwa na zito ambalo lilipelekea ile mechi kufanyaje kugailishwa. Ilibidi ziendelee kufanya kufuata protocol zile. Yaani Simba kuandika barua hiyo haiwezi kuwa excuse. Hiyo barua inabaki kuwa ya kwao. Watu wangeendelea kufuata process za fanyaje kufanya mchezo uendelee kuwepo, ili sasa kuondoa sintofahamu hii ambayo inaendelea sasa hivi mpaka kina Mguto maskini ya Mungu wazee wazima wale sasa hivi inaonekana taulo limeanguka hadharani. Kila mtu limeanguka taulo, mage kila mtu sasa hivi anajua kumrekebisha Mguto. Kila mtu anajifanya anajua kumshauri Mguto. Wale sikalia sasa hivi kila mtu anaweza kumwambia neno lolote lile kwa sababu naye ameshatimba juzi hapa. Kwa hiyo na kila mtu anaweza kuongea neno ambavyo anajisikia. Kwa hiyo vile vitu vinafanya vinawatia aibu wao wakiwa kama viongozi wa soka Tanzania. Sasa kitendo cha kupeleka mzigo kwa serikali ni direct automatically moja kwa moja 100% kwamba wao wameshindwa kusimamia mpira wa Tanzania, hususa Simba na Yanga. Wao wapo wanaweza kuvisimamia vilabu vingine ukitoa Simba na Yanga kuja timu zingine, kwa sababu kesi kama ile na blanda kama ile, kwanza hakuna timu nyingine ambayo inaweza kugomea mechi tofauti na hiyo timu mbili. Simba angeweza kugomea mechi kama alivyofanya, hata Yanga pia alikuwa na uwezo wa kugomea mechi na aliwahi. Umeona, aliwahi pia kugomea mechi. Kwa hiyo wao peke yao ndio ambao wanafanyaje? Sasa mtindo huu maana inaonekana ligi ya farasi wawili, hii ligi ni ya kwao peke yao. Kitu ambacho mimi naamini hii ligi sio ya kwao peke yao, sio kweli, kwa sababu Simba na Yanga hawezi kuwa na ligi ya peke yao ikawa hii ligi ikaja kuonekana na mvuto. Wacheze basi wao peke yao na si wengine tu na ligi yetu, tuone kama hiyo ligi kuna watu tamnogea. Hakuna. Wale kuwa na mtani jembe mbona imekufa? Mtani jembe iko wapi? Hakuna, kwa sababu watu wanafanyaje? Yaani Simba na Yanga kila siku. Simba na Yanga kila siku watu wanafanyaje? Wanaenda wanachoka. Watu wanatamani kuona mechi mpya. Na ndio maana kuna kitu hizi point. Umeelewa? Hizi point tafsiri yake nini? Ukizikusanya mnapokwenda kukutana mwenzao, tumetoa point moja, tutakupita. Sio hivyo na vile, tumefunga na point. Ule ndio udambu wa ligi. Lakini sio nyinyi tena mmekana nyinyi ndio mmekuwa nyinyi tu. Mimi naona kinachotokea sasa hivi bodi ya ligi wanabidi wajibike. Atafutwe mtu awajibike ambaye amehusika. Kwa sababu kuna mtu mmoja tumeona alijiuzuru kwenye bodi ya ligi baada ya kuona kwamba alikaa mezani kuonekana kwamba anagalisha mechi akaona akachapa.
Au sio bwana? Akaumwaga akaumwaga, akaona kwamba hapa hii na huu mchezo wa siasa hamna mpira wa mtindo kama huu, akaumwaga. Kwa sababu yule mwamba leo mwaga, wafuate watu wengine, watu wajifunze kuanza kutengeneza legacy kwenye nchi ya Tanzania. Kwa nini hatuitaki legacy? Na legacy utaipata vipi? Ukifanya mambo mazuri, inapotokea blanda ya aina yoyote, achia ngazi, acha watu wengine waje kufanya kazi. Hilo ndio jambo ambalo linatakiwa. Vipi? Situmike busara. Kama kuna kanuni, busara ya kazi gani? Lakini kitendo cha serikali kuita bodi ya ligi pamoja na hivi vilabu, automatically inaenda kutumika busara. Wanaenda kuisigina moja kwa moja kanuni za ligi kuu ya Tanzania bara ambazo vilabu vilikana vikapanga kwamba ikitokea hiki na hiki kifanyike hiki. Lakini kwa mtindo wa serikali kuita Simba na Yanga pamoja na bodi ya ligi, maana yake wanaenda kuikanyaga kanuni ya ligi kuu Tanzania bara. Wanaenda kuizika, kuiua moja kwa moja na kuonekana haifai na haipaswi kuwepo. Pengine vipi zile kauli ambazo alizokuwa akitoa wanachama pamoja na mashabiki ya kwamba wale wanachama wana kauli zote za maana, wana kauli zote za msingi, wale waganga njaa tu, wana lolote. Hakuna mwanachama wa maana kusema anaweza kutoa neno eti leo hii Simba na Yanga ambao serikali ishasema kwamba watu wacheze afu wajifanya hizo. Hakuna mwanachama huyo, hayupo. Wamempa mpaka onyo rais, unajua. Rais nani walimpa? Wale nani rais huyu nani? Engineer Hersi. Wamempa onyo, yani hayo maonyo ni kwani sio basi kazi ile mshindi. Sasa engineer kaitwa sasa na wenye nchi na wenye mamlaka. Hao nataka wamwambie yes. Wao wataweza kumshughulisha yes. Wenye mamlaka, wenye nchi wamemuita. Hiyo mechi nataka tuone kwa sababu mnataka kudhulumu watu. Wewe ile dhuluma nataka kupita pale, ile ni dhuluma. Maskini Mungu anadhulumu ndani ya mwezi mtukufu na Kwaresma. Unaenda kudhulumu watu. Kwa sababu watu wameshatoa hela zao, wamelipa viingilio. Ile si dhuluma. Ile ni dhuluma ya wazi wazi. Yaani pale watu wamedhulumu. Na mbaya zaidi wamezulumu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani pamoja na Kwaresma. Hii miezi watu wamekaa wanafanya ibada, wao wanafanya dhuluma. Wamezulumu pale TFF pamoja na bodi ya ligi, ile dhuluma. Ile dhuluma. Manake na engineer Hersi kama wataenda kuwekwa chini ili walijadili jambo kuweza kulisolve. Ikaonekana wanazidi kulikataa wao pamoja na Simba yani wajifanya kwa wanaanza kuvimena misuli ili mechi siwepo. Tafsiri yake kila ambaye atashiriki kwenye jambo hili anashiriki kudhulumu. Ile ni dhuluma, watu wameshalipa hela zao. Dhuluma kiasi gani? Dhuluma ni kubwa, dhuluma kubwa sana. Tena dhambi ya dhuluma, mimi nadhani si yani dhuluma shehe wangu, mtu amefanya jambo lake, ametumia nguvu ili kuweza kuweka mipango yake, alafu unakuja kumdhulumu. Mtihani mkubwa sana. Watu wamezulumiwa wengi siku ile. Kuna washikaji zetu kibao wanapiga simu. Kuna mwamba mmoja ametoka Marekani anakuja. Mimi nimekutana naye kwenye mechi kwenye uwanja wa yule Games Complex. Analalamika. Umeona? Anakuambia mimi bwana nimetoka Marekani kuja kuangalia mechi rafiki yangu ya Simba na Yanga. Mwisho wa siku hamna kitu. Watu wanalalamika, wanaumia kwa sababu hizo mechi. Lakini watu wao kila siku wanatangaza mechi ya kivutio ya Simba na Yanga. Haya mechi yenyewe iko wapi? Ndio utangaze mechi ya kivutio. Asikwambie mtu, mimi nakupa uhalisia na siri hivi. Mechi ya kivutio Tanzania sasa hivi ni mechi yote ambayo itamhusisha Azam aidha awe na Simba au na Yanga. Hiyo ndio mechi ya kivutio. Hawa Simba na Yanga sasa hivi hawana kivutio. Wana makelele, wamebaki tu kuongea porojo kibao, lakini kiuhalisia mpira hamna. Mechi ya kivutio ni Azamu aidha acheze na Simba au acheze na Yanga, ndio mechi ya kivutio. Lakini kwa maana ya Simba na Yanga hamna mechi ya kivutio.